watoto wa Bwana, karibuni sana. Ni matumaini yangu kwamba nyote mko salama. Naendelea vizuri kwa neema na rehema za Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Karibuni tena katika programu yetu hii ya kuendelea kujifunza kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 12, na hivi tuko kwenye karama, tunajifunza karama moja hadi nyingine. Sasa ni wakati wa kujifunza karama ya unabii. Karama ya unabii. Ndugu zangu wapendwa, hakuna karama ambayo shetani anahiga sana kiurahisi kama karama ya unabii. Ndugu zangu wapendwa, hakuna karama inayoleta vurugu haraka katika kanisa la Bwana kama karama ya unabii. Hakuna karama ambayo isipowekwa katika utaratibu inaharibu sana kanisa kama hii karama ya unabii, na karama ambayo imeleta mchanganyiko mwingi sana na kutokuelewa kwingi sana katika kanisa la Bwana. Karama ya unabii lazima tuieleze vizuri. Lazima tuionyeshe vizuri, watoto wa Mungu waelewe ni nini. Asante sana. Na zaidi ya hapo, tuonyeshe tofauti kati ya karama ya unabii na huduma ya kinabii. Na pia tuonyeshe karama ya unabii inatendaje kazi katika kanisa la mahali. Na pia tuwaonyeshe ujumbe wa karama ya unabii lazima uwe namna gani. Na karama ya unabii ni nini kiujumla? Sababu hili ni moja miongoni mwa mambo ambayo yameleta vurugu kubwa sana katika makanisa yetu. Watoto wa Bwana, haya mambo yanaonekana kama mambo ya msingi, lakini ni mambo muhimu sana katika kulilea kanisa na katika kukomaa katika Ukristo wako. Hizi karama zinafanya kazi katika makanisa na miongoni mwa watu na ndani ya watu. Kwa hiyo ni muhimu sana kwetu sisi kama Wakristo kuzielewa kwa undani kabisa, ili kujua jinsi gani ya kuenenda nazo, na zaidi yapo jinsi gani ya kuzitumia kwa manufaa ya kanisa la Bwana. Usipoelewa jambo huwezi weza kulitumia vizuri. Usipoelewa jambo huwezi weza kulifanya ili likupatie faida, wakati ni kitu ambacho Mungu ametoa kwa manufaa ya kanisa. Lakini kwa sababu ya kutokuelewa, wengi wanalitumia kinyume kabisa, na kuliko kuleta manufaa kwa kanisa, ili inaharibu kanisa. Karama ya unabii ni nini? Kwa mujibu wa neno la Bwana, kwa mujibu wa ujumbe wa wakati, kwa mujibu wa tunaloamini sisi kuwa ni kweli, karama ya unabii ni uweza wa kiungu wa kufunua siri za Mungu kwa lugha inayoeleweka na watu, ili kujenga, kuonya na kufariji kanisa. Narudilia tena. Karama ya unabii ni uweza wa kiungu wa kufunua siri za Mungu kwa lugha inayoeleweka na watu, ili kujenga, kuonya na kufariji kanisa. Uweza wa kiungu wa kufunua siri za kiungu, siri zilizo ndani ya watu, siri za mambo yatakayokuja, siri ya mambo ambayo watu watakuja kuyatenda, mambo mtakayokumbana nayo, mtakayokutana nayo, siri za mambo yatakayokuja. Uweza huo wa kufunua hizo siri katika kanisa la mahali, na zinafunuliwa kwa lengo tatu kubwa muhimu. Na lengo la kwanza ni kulijenga kanisa. Karama ya unabii haiji kwa ajili ya kubomoa kanisa. Ukiona karama ya unabii inaanza kubomoa kanisa, hiyo siyo tena karama ya unabii, hiyo ni karama ya shetani. Kwa sababu shetani kazi yake ni kuiga vitu vya Mungu. Lengo la kwanza la kila karama ya unabii ni kujenga kanisa. Lengo la pili la kila karama ya unabii ni kufariji kanisa, kufariji kanisa. Lazima ujumbe unapotoka wa karama ya unabii, watu wafarijike, kanisa lifarijike, watu wapate moyo wa kusonga mbele na Ukristo. Watu waseme, asante Bwana, nilikuwa nimekuwa mbali, lakini kwa unabii huu nimemsogelea Bwana. Lengo lingine ni kuonya kanisa. Ujumbe unapokuja wa unabii ni kuonya kanisa, na kuonya huku sio kuvuruga kanisa, lakini ni kuonya kwa upendo na amani. Hiyo ndiyo karama ya unabii. Nafikiri mmenielewa vizuri. Nataka niwe haraka kidogo kidogo, sababu kuna mambo mengi ambayo nitaongea kuhusu hii karama ya unabii. Ni moja miongoni mwa karama ambazo zinaleta furugu sana katika makanisa. Kwa hiyo lazima tuliongee vizuri kwa kina, nielewe na muwe mnaandika, ili kwamba haya mambo yasipite tu hivi. Haswa wachungaji, andikeni, wekeni haya mambo katika kumbukumbu zenu, iwasaidie pia kujua kuenenda na vipawa hivi vya Mungu katika kanisa la mahali. Ni vitu ambavyo Mungu ametoa kwa ajili ya kanisa lake la mahali, na lazima vitumike kazi, sababu kanisa bila karama, I don't know, itakuwa aina gani ya kanisa? Kwa hiyo kanisa lazima karama ziwepo, zifanye kazi, lakini kwenye utaratibu wa neno. Ndio hapo watu watapata faida ya hizo karama. Ina maana nini hapa? Ukiangalia vizuri kazi kuu za karama ya unabii katika kanisa la mahali,
ni kazi tatu kubwa kulingana na neno na kulingana na mjumbe wa wakati. Kazi ya karama ya unabii ni kazi tatu kubwa, ambao kazi ya kwanza ni kujenga, yaani edification. Karama inakuja ili kujenga kanisa la mahali. Karama haiji ili kubomoa. Ukiona karama yoyote inabomoa, hiyo ni karama ya shetani. Karama ya kubomoa inaanza na kutoa jumbe ambazo ni za kudhalilisha baadhi ya watu katika kanisa. So ukiona karama yoyote inaanza kutoa jumbe za kudhalilisha watu, hiyo ni karama ya shetani. Karama ya Mungu haiwezi kaje kwa malengo ya kubomoa kanisa. Karama ya Mungu haiwezi kaje kwa malengo ya kugawa watu. Karama ya Mungu haiwezi kaje kwa malengo ya kukatakata kanisa vipande. Hapana. Hapana, hilo haliwezekani. Na lazima watu wasimame kwenye misingi ya neno, sababu hili neno lisipopata watu wa kusimamia kwenye misingi ya neno, ijalishi nini, neno litakuja kubadilika. Lakini likipata watu ambao wanasimamia kwenye misingi ya neno, ijalishi nini, basi Mungu atafurahi na atasema ni nao wanaume kama Danieli katika nchi. Karama kazi yake ya kwanza ni kulijenga kanisa. Hili lazima mliweke katika akili zenu. Kazi ya pili ya karama ni kufariji kanisa. Karama lazima ifariji kanisa. Watu wanaposogelea, wanaposikia ujumbe, lazima wafarijike. Kanisa lifarijike, kanisa lipewe moyo, kanisa lipewe motisha, kanisa lionyeshwe yale ambayo yatakayokuja na waseme kweli tuna Mungu miongoni mwetu. Na kazi ya tatu ya karama ni kulionya kanisa. Lakini unajua nini tunaona makanisani mwetu? Kuliko karama kufariji kanisa, kuliko karama kufariji kanisa, kuliko karama kujenga kanisa, karama zote zinabaki tuna ujumbe mmoja tu, kuonya. Sasa kwa nini hakuna kujenga kanisa? Kwa nini hakuna kufariji kanisa? Kuna swali hapa. Kuna swali hapa. Kwa hiyo hapo nimeanza kwanza na kuwaonyesha kazi ya karama ya unabii. Amen. Nafikiri hapa tuko polepole. Jambo lingine ambalo nataka niwaonyeshe kuhusu karama hii ya unabii. Nimeshakula dakika 7. Kazi inafanyikaje katika karama ya unabii? Mtu anatabirije? Inakuwa aje mpaka mtu atabiri? Hallelujah, glory to God. Kazi ya malaika ni ipi na kazi ya Roho Mtakatifu ni ipi mtu anapotabiri? Haya ni mambo ambayo yamechanganya watu wengi muda mrefu, lakini naomba mnisikilize kwa makini. Amen. Mtu anapokuwa anatoa unabii, mtu anapotabiri, anasimama ikasema Bwana wa majeshi, kesho kutanyesha mvua. Kwa hiyo watoto wa Bwana kaeni kando, bum bum bum, mvua isije kawaribu na nyumba ya ndugu fulani itaruka. Kwa hiyo ndugu, usilale nyumbani kwako leo sababu kesho itanyesha mvua. Ikasema Bwana wa majeshi. Inakuwaje hapo? Huu ujumbe unatoka wapi? Huu ujumbe unakujaje? Nani anauleta? Na katika kutabiri ni nini? Ni malaika au ni Roho Mtakatifu? Qu'est-ce qu'il y a exactement? Ile nataka niliweke wazi. Amen. Naomba mnisikilize kwa makini. Mtu anapotabiri, mtu anapotoa unabii, wote wawili wanahusika. Yaani Roho Mtakatifu anahusika na malaika pia anahusika. Musikie kwa makini. Mtu anapotabiri, mtu anapotoa unabii, Roho Mtakatifu ana kazi yake amefanya, na malaika pia wana kazi yao wamefanya. Mbona mmoja ni kama vile ameruka akili hazikuwepo, mwingine ni unajua mimi ninalea manabii. Watoto wangu wengi sana Tanzania, Marekani, Australia, Canada, most of my spiritual son are prophets. Na wana hiyo karama ya unabii. Walio wengi sana. Na wengine wana hadi huduma ya unabii. Na mimi ndiye ambaye ninawalea na kuwa coach na kuwaelekeza, kuonyesha jinsi ya kutembea na huduma hii na karama hii. Kwa hiyo mnisikilize ili muelewe utendaji kazi wa hivi vitu katika ulimwengu wa kiroho. Ulimwengu wa kiroho ni mpana na ni mkubwa sana. Hakuna mtu aweze kujipika kifua kwamba mimi ninajua yote. Hapana. Yaani nimekuja kuona ndugu zangu, hii kazi ni kubwa na ni ndefu. Anayejua yote ni Mungu peke yake.
na anayetupa uwezo wa kufahamu hili kidogo ambao tunafahamu ni Mungu peke yake, na anayetufunulia sehemu kidogo ambao tumefunuliwa ni Mungu peke yake. Ndiyo, inawezekana mtu awe katika kazi ya kutabiri na akili zake ziwe hazipo kabisa kwenye karama ya unabii, sio kwenye huduma ya unabii. Na inawezekana mtu awe anatabiri na ana akili zake timamu kichwani. Yote mawili yanawezekana, sawa. Lakini kabla sijaongea kwa hilo kindani, wacha nikawaonyeshe kazi ya Roho Mtakatifu na kazi ya malaika wakati mtu anatoa unabii au wakati mtu anatabiri. Kazi aliye na kazi kubwa katika haya yote, mtu anapotabiri au unabii unapotoka kanisani, ni Roho Mtakatifu, sawa. Kazi za Roho Mtakatifu ni hizi. Kwanza, Roho Mtakatifu ndiye anayejaza yule mtu atakayetabiri au mtu mwenye karama, anajazwa kwanza na kuinuliwa kiroho na Roho Mtakatifu. Yaani anapewa ile inspiration na Roho Mtakatifu. Hapewi inspiration na malaika. Malaika hatoagi inspiration. C'est le Saint-Esprit qui inspire quelqu'un. Ni Roho Mtakatifu ndo anatoa uvuvio kwa mtu. Ni Roho Mtakatifu ndiye anamvuvia mtu, yaani anashuka juu yako na kukuongoza, amen, kuongoza ile karama yako au kuipozisione vizuri karama yako katika ulimwengu wa kiroho. Hapo niko katika Petro wa pili 1:21. Sitaki kusoma kila verse sababu inaweza ikanichukue muda mwingi. Kwa hiyo kazi ya kwanza ya Roho Mtakatifu ni hiyo. Anakupa kwanza inspiration. Anakupa inspiration. Sawa, hiyo sio kazi ya malaika. Hiyo ni kazi ya Roho Mtakatifu. Ile mtu afike hatua mpaka atabiri, inaanza kwanza inspiration. Kazi ya pili ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ndiye anayekupa ufunuo. Revelation, yani la révélation. C'est le Saint-Esprit maintenant qui vous donne la révélation du message. Yaani yeye anachukua siri za Mungu na kuziweka ndani ya akili na moyo na nafsi yako ili uzitabiri. Anayechukua ile revelation, anayechukua ule ufunuo, anayechukua zile siri za Mungu na kuziweka ndani yako, sio malaika, ni Roho Mtakatifu. Nifuate vizuri hapa. Jambo la tatu, Roho Mtakatifu anakuja, anawasha, ana-activate ile karama. Sababu karama haiko activated kila saa kila dakika, hapana. So kazi ya kuja na kuweka activation na kuactivate na kuipa motisha ile karama ili iingie sasa kazini ni kazi ya Roho Mtakatifu. Yaani yeye ndiye anakuja, anahamsha ile karama, anakupa ule msukumo ili wewe uweze kutoa unabii. So unaona, kuna wengine kabla ya kutoa unabii unakuta mtu anajitupa huko, anavuruga viti, anafanya kile, anafanya mambo karibia dakika 30, mtu haeleweki, ni vurugo tu. Ule msukumo unatokana na Roho Mtakatifu, sio malaika. Yaani ule msukumo ili ufike hatua sasa utoe, na unakuja kwa nguvu, unakuja kwa kasi, unakosa amani rohoni, yaani unasikia kama uruke, unafika hatua unashindwa kujicontrol sometimes, okay? Unafika tu unashindwa kujicontrol sometimes. Huo msukumo unaletwa kwako na Roho Mtakatifu. Umesikia kazi tatu kubwa za Roho Mtakatifu katika kutoa unabii, katika kutabiri. Sasa malaika anafanya nini? Malaika wao sio chanzo cha unabii, ili lazima ulifahamu, bali ni wajumbe wa Mungu, wanatumwa kudhihirisha ule unabii, kufikisha ule ujumbe kwa mtu au kumwonyesha ule ujumbe kwa mtu atakayetabiri. Kazi yao wao sio ya ndani, ni ya nje. Ndio unapaswa elewa. Hizi kazi zote ambazo nimetaja hapa za Roho Mtakatifu ni za ndani, sababu Roho Mtakatifu anafanya kazi kwa ndani, lakini malaika hawafanyi kazi kwa ndani, wanafanya kazi kwa nje. Kwa hiyo hakuna malaika ambaye atafanya kazi kwa ndani ya mwanadamu. Nilikuwa mahali fulani niko naombea mmoja mtu, huyu mtu
ni mimi malaika Mikaeli. Nikasema koma, hiyo ni mapepo. Hakuna malaika Mikaeli ataingia ndani ya mtu, hiyo haipo, ça n'existe pas. Anayekaa ndani ya mtu ni Roho Mtakatifu. Malaika wanafanya kazi kwa nje. Sasa malaika wanafanya nini wao? Ujumbe unawekwa ndani yako, lakini ule ujumbe unaletwa na malaika. Are you hearing that? Kwa hiyo malaika wao ni wajumbe ambao wanaleta ujumbe. Wakishaleta ujumbe, malaika kazi yao wanakuletea wewe ujumbe, wakikuonyesha, sababu Roho Mtakatifu kuja tu aka-activate karama yako, lakini sasa atakayekuonyesha mambo ni malaika. Atakayekuonyesha ule ujumbe ni malaika. Kwa hiyo na hii yote ataitenda yeye akiwa nje, yaani baada ya wewe kuingia katika ulimwengu wa kiroho. Na yote yanafanyika kwa masekunde, kwa madakika, yaani uweze kuhesabu. Malaika anakuja, then anaanza kazi yake kwa nje, na kazi yake ya kwanza ni kuleta ujumbe au maono. Malaika anakuletea ujumbe, sababu watu wanatabiri kwa njia mbalimbali. Kuna wale wanaona maono and then wanaanza kuongea yale ambayo wameona. So yule ambaye anakudirect, ambaye anakuongoza kwa yale maono ni malaika, lakini mwene yale maono ni Roho Mtakatifu. Ili ndio nataka muelewe kazi ya malaika na kazi ya Roho Mtakatifu. Wakati mtu anapotabiri, maono siyo ya malaika, maono ni ya Roho Mtakatifu, lakini anayekuongoza kwa jambo la kuona na jambo la kuongea ni malaika, sababu malaika ndiyo mjumbe aliyetumwa na ujumbe ili aufikishe kwako. Are you hearing me? Kwa hiyo lazima mjue pia kazi ya malaika. Jambo lingine, malaika anaongoza macho yako ya kiroho. Yeye malaika ndo anakuambia ona hili, usione hili, parce que le monde spirituel est trop vaste. Ulimwengu wa kiroho ni mpana na ni mkubwa sana. Kwa hiyo usipokuwa na kiongozi wa kukuongoza lipi la kuona, lipi la kuongea, lipi la kufanya, utaona mengi mpaka utachanganikiwa na utashindwa na utaongea ambayo upaswi kuyaongea. Ndio maana Mungu lazima atume malaika, ili malaika akuletee ujumbe, na zaidi ya hapo malaika akuonyeshe lipi la kusema, lipi la kuongea. Nafikiri unaelewa vizuri, sababu kuna mambo mengine ambayo unaweza ukayaone katika ujumbe, lakini si muhimu kuyaongea kwa sana dakika kama hii. Ndio maana mambo ni mengi unayaona, lakini unaongea machache. Asilimia kubwa ya manabii hawaongei yote wanayoyaona, sawa? Wanaongea machache tu kulingana na jinsi watakavyoongozwa na yule malaika. Lakini ujumbe unaweza ukaje ukawe ni mkubwa, ukubwa wa ujumbe ukawe kama vile kilomita 100, lakini atakayoyaongea ni kilomita 1 tu. Yale mengine anayaacha. Kwa nini? Kwa sababu wakati wake wa kuongelewa haujafika. So anayeongoza yale macho yako ya kiroho, kinywa chako cha kiroho, utamke lipi, uache lipi, ni malaika, is an angel. Ndio maana kila mtumishi wa Mungu ana malaika ambao wanatembea naye. Kila nabii ana malaika, yaani hakuna mtumishi wa Mungu ambaye hana malaika. Kwa hiyo hata kama una Roho Mtakatifu lazima pia uwe na wa malaika. Na kazi ya tatu nyingine ya malaika ni kwa ajili ya utaratibu na ulinzi. Yaani malaika, wakati mtu anapotabiri, malaika wako pale pia kwa ajili ya utaratibu. Utaratibu kwa nini? Kwa sababu lote utakalolinena lazima liwe limeambatana na neno. Jambo la kwanza, ulinzi. Kwa nini? Kwa sababu wakati unatabiri katika ulimwengu wa kiroho, mapepo pia yanataka yaje yaingie, yatumie huo mwanya ili utabiri mambo mabaya. Kwa hiyo sasa ni kazi ya malaika kukuzunguka wewe ambaye unapitiwa, ili kwamba mapepo yasipate nafasi kuingia katika hiyo karama wakati inatabiri. Kwa hiyo karama inanena na malaika pia wanafanya ulinzi mpaka pale utakapomaliza kunena, mpaka ujumbe utakapomalizika, ndipo malaika na wao wanatulia. Kwa hiyo malaika wana kazi kubwa sana katika kanisa la Bwana, katika utendaji kazi wa hizi karama, hususan wa hii karama ya unabii. Nafikiri mmeelewa vizuri hapa, au nionyeshe basi hili kwa namna fulani fupi zaidi. Na kama vile Roho Mtakatifu ndiye mwenye ujumbe. Kumbuka Roho Mtakatifu ni Mungu na karama zote zinatoka kwa Roho Mtakatifu, yaani karama zote zinatoka kwa Mungu. Kwa hiyo Mungu ndiye mwenye ujumbe. Ujumbe sio wa malaika, ujumbe ni wa Roho Mtakatifu. Lakini sasa anayeleta ule ujumbe kwako ni malaika. Yaani Mungu ndiye mwenye ujumbe, lakini anayekufikishia wewe mtu uliye na karama ujumbe ni malaika. Na malaika anauleta, anaupitisha katika ile njia ya karama. Sababu karama ni uwezo wa wewe kujitoa na kuacha Mungu afanye kazi.
Karama ni mrija ambao unamruhusu Mungu kupitia wewe aweze kuongea na wanadamu wengine. Hiyo ndiyo karama. Karama ni uwezo wa kuondoa akili zako, kuondoa nafsi yako. Si je peux aller très loin, ikiwa naweza enda mbali sana. Karama ni uwezo wa kujiweka wewe kando na kuacha Mungu atende, anene, aone kupitia macho yako na aongee kupitia kinywa chako. Hiyo ndio inaitwa karama katika ulimwengu wa kiroho. Sasa hii karama hii ina process nyingi sana ili mtu afike hatua tabia. Ya kwanza, mwenye ujumbe ni Roho Mtakatifu, ni Mungu mwenyewe ndiye mwenye ujumbe. Ila anayefikisha ujumbe katika hiyo karama iliyo ndani yako ni malaika. Yaani malaika ndio wanaleta ujumbe. Na hao malaika waga wanakuja tofauti sana. Kuna ujumbe fulani malaika anauleta, mwingine malaika anauleta, mwingine malaika. Au Mungu anaweza akaweke malaika kabisa ambao wanahusika tu na wewe. Kuna walio na malaika 2, 3, 4, 5, 6. Kuna walio na malaika mmoja, na malaika pia wanazidiana viwango. Na haswa sisi kama watumishi kuna wale walio na malaika zaidi ya 5. Kwa hiyo malaika wako hapo tu kwa ajili ya kazi ya Bwana itendeke vizuri. Amen. Jambo lingine, Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani ya mwanadamu. Yaani Roho Mtakatifu anafanya kazi ndani ya mwanadamu. Namaanisha roho, nafsi. Okay? Ila malaika yeye anafanya kazi nje ya mwanadamu. Malaika hafanyi kazi ndani, anafanya kazi nje. Jambo lingine, Roho Mtakatifu anampa mtu uwezo na upako wa kuongea. Ila malaika anampa mtu picha, maelezo au maelekezo ya kile anachotakiwa kukizungumza. Kwa hiyo ndio kazi ya Roho Mtakatifu na hiyo ndio kazi ya malaika wakati wa karama ya unabii inapofanya kazi. Fikiri mnanielewa vizuri. Sasa naenda moja kwa moja. Tofauti kati ya karama ya unabii na huduma ya kinabii. Haya mambo mawili ni mambo mawili tofauti sana tena sana. Tofauti. Utofauti huu ni mkubwa, ni mpana sana. Karama ya unabii na huduma ya kinabii. Karama ya unabii na huduma ya kinabii, mfano wa kwanza ambao nabii ndugu Branham aliutoa, karama ya unabii ni kama vile kagari kadogo kakufanya tu mzunguko wa mji, mzunguko wa mle ndani. Okay? Zile tripu za mle tauni. Ndo karama ya unabii. Ni taxi, ni kama vile taxi ya mle ndani ya nchi. Taxi ya pale Dar es Salaam tu, ndo karama ya unabii. Ila huduma ya unabii ndo sasa yale magari ya transit. Yanatoa mzigo Tanzania, yanapeleka Kongo. Lakini karama ya unabii ndo wale wanaopeleka mzigo mle ndani ya nchi. Sijui unaelewa. Yaani hapa nataka nikuonyeshe tofauti na ukubwa wa karama ya unabii. Subiri nikupe mfano mwingine kabla sijaongea mengi zaidi. Karama ya unabii na huduma ya unabii, utofauti wao mwingine ndio. Alikuja mtu mmoja kanisani. Huyo mtu alipofika kanisani alikuwa anaumwa. Alipokuwa anaumwa, kabla yeye kuombewa, kanisani akainuka dada moja. Iko asema Bwana wa majeshi, Mungu amenionyesha wewe utapona. Utapona, Mungu ndiye amenionyesha kabisa utapona. Iko asema Bwana wa majeshi utapona. Baadaye ndugu Branham na yeye akasimama akasema, iko asema Bwana wa majeshi utakufa. Mungu amenionyesha kabisa utakufa. Bwana we, ikaleta mchanganyiko katika kanisa. Watu wakaanza kuulizana, kuna nini hapa sasa? Ila wakati huo ndugu Branham hakuongea lolote. Yeye akaombea yule mtu. Alipoombea yule mtu kweli akapona, akaenda nyumbani. Ila baada ya mwezi mmoja yule mtu akafa. Do you see now? Unaona sasa tofauti kati ya karama ya unabii na huduma ya kinabii. Ina maana yule mtu aliyetabiri kwamba utapona, aliona kule kupona, ataka kupona baada ya saa chache baada ya yeye kuombewa na nabii Branham. Sasa yeye nabii aliona huyu mtu baada ya mimi kumwombea atapona ndio, lakini tena baada ya mwezi atakufa. Kwa hiyo huduma ya unabii iko mbali sana na karama ya unabii iko chini sana. Ni mambo mawili tofauti sana. Sikiliza tofauti. Ili uelewe vizuri tofauti kati ya huduma ya unabii na karama ya unabii, inapaswa utazame kwa makini hizi pointi 5 kubwa ambazo nataka nikuelimishe leo. Pointi ya kwanza ni asili na jinsi inavyopatikana. Asili na jinsi inavyopatikana. Karama ya unabii unaweza ukatabiri leo mara moja tu na usitabiri tena mpaka utakavyokufa.
Karama ya unabii ndio karama pekee ambayo Mungu anaweza akatoe kwa huyu anaweka kwa huyu, anatoa kwa huyu anaweka kwa huyu. Karama ya unabii ni kitu ambacho unaweza ukakifanyie kazi mara moja tu, yaani utabiri mara moja tu na unaisha na hautatabiri tena. Unasema ndio hivyo, nakwambia ndivyo ilivyo karama ya unabii. Sisi tunajua watu wengi sana ambao tabiri mara moja tu. Lakini huduma ya unabii huu ni wito, unaitwa katika ofisi ya kinabii. Tofauti ya kwanza hiyo. Tofauti ya pili ni mamlaka na kipimo cha ufunuo ambacho kinabebewa na hivi vitu viwili. Karama ya unabii haina mamlaka ya kuleta fundisho jipya au doctrine ndani ya kanisa au kusema jambo lililo nje ya neno lililoandikwa. Karama ya unabii haiwezi kuleta fundisho mpya katika kanisa. Karama haiwezi. Au karama ya unabii haiwezi kuongea jambo lililo kinyume na neno lililoandikwa. Karama ya unabii ufunuo wake ni wa kiwango cha chini, unaleta hali ya sasa ya kanisa au hali ya mtu binafsi. Yaani ufunuo kiujumla, ufunuo wa karama ya unabii ni wa viwango vya chini kwa sababu unadili na kanisa la mahali. Lakini huduma ya unabii inakuja na ufunuo kamili na wa juu wa neno la Mungu. Nabii yeye anakuja kufunua siri zilizo katika neno. Ina maana karama ya unabii inaleta ufunuo wa siri, sio siri za watu binafsi, lakini siri zilizo katika neno la mahali. Pointi nyingine inayoleta tofauti ni jinsi inavyojaribiwa na kuhukumiwa. Karama ya unabii unapotolewa kanisani, lazima wasimame wazee 2 au 3 wauchunguze ujumbe ule, kama ni neno la Mungu au kama ni mawazo ya kibinadamu au kama ni shetani, na watauchunguza kwenye maandiko. Kwa hiyo kabla ya ujumbe kupelekwa kanisani lazima uchunguzwe kwanza, na utachunguzwa na wazee wa kanisa na wachungaji wa kanisa. Ndo hiyo ni kawaida hiyo. Ujumbe hauwezi ukaje tu boom na unaaminiwa. Hapana, lazima uchunguzwe kwa sababu shetani anapitia sana hizo karama za unabii. Lakini huduma ya unabii, hakuna mchungaji au mzee awezaje hukumu nabii wa ofisi. Yeye asema Bwana yake ni kweli na ni Mungu anayeongea kupitia yeye, na Mungu anamdhibitisha kupitia miujiza, ishara na kudhibitisha ule ujumbe. Kwa hiyo mtu aliye na huduma ya kinabii haichunguzwi wala haihukumiwi. Jambo la 4, kazi na malengo. Itakusaidia pia kujua karama ya unabii ni nini na huduma ya kinabii ni nini na tofauti iliyopo. Karama ya unabii ina kazi kubwa 3: kujenga kanisa, kufariji kanisa na kuonya kanisa, kuonya mwili wa Yesu. Nimeshaongea hiyo. Lakini huduma ya kinabii ina kazi kubwa zifuatazo: kugeuza na kurudisha kanisa kwenye neno halisi. Nabii anakuja kubomoa mifumo ya kidini, kukemea dhambi za kizazi na kuandaa bibi harusi wa Kristo kwa ajili ya unyakuo. Unaona hapo? Kwa hiyo nabii yeye haji ili kujenga nini, kufariji. Nabii haji ili kufariji. A prophet is not there kwa kufariji. Nabii yuko pale kugeuza na kurudisha kanisa kwenye neno halisi la Mungu. Nabii yuko pale ili kubomoa mifumo ya kidini katika mwili wa Kristo. Nabii yuko pale ili kukemea dhambi katika mwili wa Kristo, sio katika kanisa la mahali tu, katika mwili wa Kristo. Nabii yuko pale ili kuja kuandaa bibi harusi kwa ajili ya kusubiri bwana harusi, yaani unyakuo. Hizo ndo kazi za nabii. Kwa hiyo kwa hizo kazi tu unaona utofauti wa karama ya unabii na huduma ya kinabii. Niende haraka. Ujumbe unapaswa kuwa namna gani? Ujumbe wa karama ya unabii. Ujumbe wa karama ya unabii lazima ufuate misingi mitatu ya Wakorintho wa kwanza 14:3
ambao ni kujenga, kufariji na kutia moyo. Nimeshairudilia sana hii. Jambo la pili, ujumbe wa karama ya unabii lazima upatane 100% na neno lililoandikwa, neno la wakati. Jambo la tatu, ujumbe wa karama ya unabii lazima uwe wa kweli na utimie, la sivyo ni shetani, sababu Mungu hawezi danganya. Na anapodanganya, unapodanganya unaitwa madhabahuni, unaombewa na wachungaji, na huruhusiwi kutabiri tena mpaka uwepo uhakika ya kwamba ule pepo ametoka ndani yako. Yule aliyekufanya udanganye mara ya kwanza, asi alikuwa shetani, ndio maana utaombewa madhabahuni. Ujumbe sio mzaa. Jambo la 4, lazima uwe chini ya hukumu. Kila ujumbe wa kila nabii lazima uhukumiwe. Jambo la 5, lazima ujumbe wa karama ya unabii usirudilie maandiko. Maandiko ni kazi ya mchungaji, sio kazi ya karama ya unabii. Jambo la 6, lazima ujumbe wa karama ya unabii uongee mambo yatakayokuja, sio kuongea mambo uliyosikia kutoka kwa watu. Unasikia fulani aliongea na wewe unakuja kanisani, kwa sema Bwana wa majeshi. Hapana, hapana. Au sio kuja kuanza kutabiri kitu sababu umeshakisikia. Hapana. Huwezi kuja kuanza kututabiria jambo sababu umelisikia. Hapana. Mungu anakuja kutabiri ni kufunua siri. Sasa hiyo ni siri gani? Kama umeshalisikia, hiyo ni siri gani? Kwa mfano umesikia M23 wanataka kuja baraka, and then unaanza kutabiri, asema Bwana wa majeshi M23 itakuja baraka. Hivyo kweli unatabiri au unatudanganya? Kwa sababu hiyo sio siri, inajulikana. Watu wametuma mpaka audio, ina maana ni jambo ambalo linajulikana. Kwa hiyo watu wa karama, usitabiri kitu ambacho kinajulikana na watu. Hapana, huo sio unabii tena, hilo ni jambo lingine tofauti. Kwa hiyo watoto wa Bwana, nafikiri nimeongea kwa haraka sana na kwa ufupi kuhusu karama ya unabii. Ni karama inayofunua siri za Mungu kwa nguvu za kiungu, kwa lengo la kujenga, kufariji na kuonya kanisa, na inafunua mambo yatakayokuja. Na hii karama lazima ihukumiwe, itazamwe, ihukumiwe kama kweli imenena kweli. Sababu gani? Shetani anaziigia sana, na ibilisi anaweza akapitilizie hapo kwa lengo la kuja kuharibu nini? Kuharibu kanisa. Wapendwa ndugu zangu wanaonisikiliza kote ulimwenguni, karama ya unabii lazima iwe chini ya hukumu. Yaani maneno yatakayotoka, maneno yatakayotolewa yahukumiwe na wazee wa kanisa, yatazamwe na yachunguzwe ikiwa kweli ni neno la Mungu au si neno la Mungu. Na zaidi ya hapo, ni moja miongoni mwa karama ambazo zinakaa katika chumba cha karama. Saa moja kabla ya ibada kuanza, karama ya unabii pia inakutaniwa ndani ya kanisa kwa ajili ya kusikilizia kama kuna ujumbe wowote kutoka mbinguni. Wakati gani anatabiri? Anaweza akatabiri kabla ya mhubiri, yani kabla ya nyimbo kuanza katika ibada la kawaida, anaweza akasimama akatabiri. Au anaweza akatabiri baada ya mhubiri kumaliza kuhubiri, anaweza akatabiri. Lakini kinachoshauriwa kikubwa zaidi hapa ni atabiri kwenye chumba chao cha karama, ili watu waandike na walichunguze, ili walihukumu kabla ya jambo kuletwa mbele ya kanisa au kabla ya jambo kufikishiwa watu. Karama ya unabii haipaswi kufanya kazi kwa malengo ya kuhukumu watu au kuambia mtu utaoa nani au utaolewa na nani au ufanye hiki au hapana. Karama ya unabii kazi yake kubwa ni kujenga kanisa la mahali na ni kufunua siri zitakazokuja. Sawa? Sio sababu kuna wengine wanajaribu kutumia karama za unabii kama vile njia ya kutaka kuwa intimidate watu wengine. Hapana, hapana. Ndio maana tunaleta mafundisho kama haya ili watu wakomae na wajue lipi la kuenenda na lipi la kuto kuenenda nalo. Nafikiri nimeongea kwa ufupi sana au kwa urefu kwa namna fulani kuhusu habari ya karama ya unabii. Bwana wabariki sana. Hivi nataka ingilia karama nyingine inayofuatia. Amen.